إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني الخير كله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من اقتدى بهداهم إلى يوم المعاد. إن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، واعلموا علم اليقين أن الفوز للمتقين، فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين. Watukufu wa Islam, sinabudi kukuhusieni kama ilivyowajibu kuihusia nafsi yangu juu ya swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu ya kila siku. Maashara almuslimin, inna khutbatana alyawm fi hadhihi ad-daqa'iq bimashi'ati Allah ta'ala wa tawfiqihi ala umurin ikhtafat fi qaryatina ولكن هذه الأمور حرمها الله جل وعلا. Watukufu wa Islam, hutuba yetu ya leo tutajaribu kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo yamefichikana, ima mambo nyeti kabisa katika mitaa yetu, bali katika nchi yetu au wilaya yetu au duniani kwa ujumla. Mambo haya wengi wetu aidha hatuyafahamu, aidha tunayafahamu lakini tunayadharau, na mambo ambayo inshallah tukiyazungumza huenda baadhi yetu pengine yatatugusa kwamba ni wafanyaji wa mambo hayo, lakini lengo na madhumuni ya hutuba za Ijumaa, ikiwa ni sisi ni miongoni mwa katika hao watakaokuwa wanahusika na mambo hayo, tunatakiwa tuyaache haraka kabisa. Maashara almuslimin, kama nilivyotangulia kuisoma aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala haki kabisa ya kumcha. Kwa maana kumcha Allah ni kumuogopa. Na nini maana ya taqwa? Taqwa manake ni kuyafanya yale jamii awamirillah, maamrisho yote ya Allah, na kujiepusha na makatazo yake. Hii ndo maana definition ya ucha Mungu. Kwa maana ukijikutia kwamba wewe aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana aliyazuia, wewe unafanya, elewa kwamba huna takwa. Na ukijikutia kwamba unayafanya yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, jihesabu kwamba wewe itakuwa ni mwenye takwa. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika watu ambao wana sifa ya takwa, kwa sababu ndiyo kigezo kikuu cha kuingia peponi. Maashara almuslimin, katika jamii yetu hii, kama nilivyotangulia kusema, kuna mambo ambayo tunayafanya tukiyahisi kama ya kawaida, lakini sheria ya Kiislamu haikutaka yafanywe hivyo. Jambo la kwanza kwa leo hii inshallah tutazungumzia mambo takribani manne. Katika hutuba hii ya kwanza tutakuwa tuna mambo matatu, na katika hutuba ya mwisho tutakuwa tuna jambo moja. Na lengo kama ilivyo la hutuba, tarajio tunakuja hapa kujifunza ni sehemu ya darsa, ili tuondoke na ujumbe ambao na tuweze kufikisha kwa wenzetu ambao hawapo hapa. Maashara almuslimin, jambo la kwanza ambalo au alkhata'u alawwal, kosa la kwanza ambalo linafanywa katika jamii ya Waislamu ni adamu au su'ul fahmi an milkiyati sadaqi ay almahri. Kosa la kwanza inaonekana ufahamu mbaya juu ya umiliki wa swali zima la mahari. Ni nani hasa mwenye milki ya mahari, ya kupewa mahari? Hili tunalizindua. Allah subhanahu wa ta'ala
ameshaeleza katika aya mbalimbali katika Qur'ani, ikiwemo aya nambari 4 ya suratu Nisa. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah anasema wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni zawadi, hali ya kuwa ni tunzo. Baadhi ya wanazuoni wafasiri wakatafsiri neno nihla manake ujuban, hali ya kuwa ni lazima. Tunachotaka kukizindua leo hii, wanafiki wameeleza wazi katika vitabu mbalimbali kwamba mahari ni milki ya anayeolewa, si milki ya wazee wala mtu mwingine. Leo katika jamii yetu yawezekana wengi tunaozesha mabinti zetu, lakini mahari wanakula wazee, au mahari wanagawana katika familia, muhusika hapati chochote, tukihisi kama ni swala ambalo la kawaida, kumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ya dhulma. Aya imeshaeleza wazi kwamba wapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni zawadi. Au aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema faatuhunna ujurahunna faridha, wapeni hawa wanawake mahari yao hali ya kuwa hiyo ni lazima kutoka kwa Allah. Na ndiyo maana madhhabu ya Shafi'i na Hanabila wao wanasema haijuzu kwa mume kumpa mahari mtu yoyote isipokuwa yule mwanamke anayetarajia kumuoa, au yule mwanamke atakayemuidhinisha, ipatikane idhini kutoka kwake. Leo watukufu wa Islam, umeozesha watoto wangapi? Je, mahari umeyapeleka kwa mtoto wako? Unayo haki ya kukabidhiwa, lakini unatakiwa uyapeleke kwa mtoto. Sasa mtoto ana idhini, ruhusa yake. Ikiwa atakugaia sawa, haja kugaia sawa. Lakini leo kosa linalofanyika katika jamii, mahari yanachukuliwa ni wazee, wanagawana. Wengi ukifanya research, utafiti, ukiwauliza wanawake, hawana chochote wanachopewa. Ima atapewa nusu, ima wababaishe, si tulikutafutia hichi na hichi. Watu wa Islam, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah aya nyingine anasema ataakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, hivi nyinyi ndio mnachukua kwa uzushi na dhambi kubwa. Kwa hili linaonekana kama ni swali la kawaida, kama ni la mila, la utamaduni, watu wanagawana hichi cha bibi, hichi cha nani. Watukufu wa Islam, sheria inavyotaka mkikabidhiwa mahari yapelekwe kwa muhusika. Sasa yeye ndio ana idhini ikiwa atakugaieni ima hatakugaieni. Kwa swali la mzee kula mahari ya mtoto wako ni sehemu ya dhulma na kwenda kinyume na dini ilivyotaka, kwa mujibu wa aya tulizozisoma na aya mbalimbali. Na hili ukirejea katika vitabu mbalimbali vya fiqh, hata ukirejea katika kitabu kinaitwa Fiqhu Sahihi Sunna wa Adillatuhu wa Tawdihu Madhahibil Aimma, juzu ya 3, kaeleza vizuri sana swali hili, kwa mahari ni haki ya nani, milki ya nani. Kwa ikiwa tumeteleza, haraka turejee, tusiendeleze kosa hili, kwa sababu kama nilivyosema kwamba wengi yawezekana mtu anaona mimi mtoto wangu. Kweli Uislamu umeruhusu, zipo hadithi mtu kula cha mtoto wake, lakini si katika kesi ya mahari. Na hata kama pia utakuwa unakula uzuri, umwambie, ndio utaratibu ulivyo. Lakini katika swali la mahari zaidi, mahari ni milki ya yule ambaye mwanamke anaolewa, na kwa sababu mahari ndiyo anohalalisha katika Uislamu tendo la ndoa. Sasa tafsiri kwamba mahari mmekula nyinyi wazee, tafsiri yake nini? Kwa watukufu wa Kiislamu, tujitahidi tunapokabidhiwa mahari, wanaochukua dhamana hizi kuhakikisha mahari yanamfika muhusika, sio kugawana kama vile tuliofikiria, kama vile pesa za kwenye vikundi. Kwa lazima mahari yafikishwe kwa muhusika. Ikiwa tutafanya vinginevyo, tuelewe kwamba tutakuwa tunafanya dhulma, na malipo ya dhulma ni mabaya, kwa sababu siku ya Kiyama waliodhulumu inabidi watanyang'anywa yale mema yao, wapewe wale waliowadhulumu. Kwa miongoni mwa dhulma pia ni hiyo. Kwa hakikisha kama ulikuwa unafanya, na kama una uwezo hasa umeozesha watoto watatu wana mahari hujapa, ikiwezekana hasa uyatafute umpe mwenyewe, kwa sababu ni haki yake. Ile ni haki, lazima apewe. Kwa watukufu wa Islam, hilo ni kosa la kwanza ambalo lipo katika jamii. Mahari hayawafiki waliolengwa. Mahari yanaishia kwenye mikono ya wazee, wanayala, zinatafutwa sababu za udanganyaji. Si tumekutafutia godoro, si hivi na hivi, kumbe hapa na chochote. Mahari watu wameshakatiana, wameshagawana, huku binti hana chochote anachopata, hata kama asemi kitu. Lakini tuelewe hii ni sehemu ya dhulma na lazima tubadilike. Na hili ndio lengo la hutuba ya Ijumaa. Hutuba za Ijumaa zina malengo mengi.
kuweza kuonyana, kuelekezana pale ambapo tunahisi hili ni kosa katika jamii. Na ina maana hutuba za Ijumaa zitakuwa zinakwenda kwa mujibu na zama tulizo nazo. Haitakuwa hutuba pengine iliyosoma mwaka 80, pengine wawezekana kwa zama zetu haiendani vizuri. Kwa lazima hutuba iendane na jamii, yawekwe sawa yale ambayo yamejificha kwenye jamii, ili watu wafahamu utaratibu wa kisheria uko hivi, ili kizazi kinachokuja kisije kikafahamu ndio utamaduni wa wazee wetu walivyoona wanafanya, ikawa wazee na waliobakia wanaingia katika makosa. Na haya hatuwezi tukayafahamu bila kukaa darasani tukasoma. Kuna mambo tunayafanya kienyeji, lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna hatari. Tumuombe Allah atusamee kwa pale tulipokosea, lakini pia atupe ujasiri wa kuweza kuitekeleza haki kwa wale ambao wanastahiki wenyewe. Maashara almuslimin, kwa jambo la kwanza ni hilo. Jambo la pili ambalo linafanywa katika makosa ambayo yamesheheni katika mitaa yetu, iwe vijijini, iwe mijini na sehemu mbalimbali, kosa jingine almuharramatu walmunkaratu fil munasabati kal'urs, maswali ambayo yameharamishwa na ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala katika shughuli zetu, tukianza na swali zima la harusi. Leo hii kama tunavyoona kwamba katika mitaa yetu namna jamii ilivyoharibika, hasa vijana, harusi ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo kama harusi ni ibada, maana yake imeshawekewa taratibu, ifanywe katika taratibu za kisheria. Leo tunaona ikiwa harusi, vijana namna gani walivyocharukwa, wanaoenda kwenye mitaa ya watu wakafanya vurugu kwa madumu, wanaoona waingie kwenye magari yale yanaitwa mafuso, mchanganyiko wanaume na wanawake. Lakini na vile vile ndugu zetu wanawake, namna walivyoharibika maadili, mchanganyiko baina wanaume na wanawake, magoma ya ovyo, minanda ndo usiseme, imekuwa kama ndio sehemu ya ajira, mambo ambayo yote ambayo yanamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanazuoni wakaweka kuna sharti za kuitikia wito. Si kila unapoalikwa kwenye shughuli unaenda, kuna masharti ya kuitikia wito. Moja, wanasema alla yakuna hunaka munkarat, kusiwe katika mambo ambayo yanamchukiza Allah. Ina maana wewe ukizi sehemu, umealikwa sehemu pana mambo yanamchukiza Allah, na ukaelewa kama imani yako iko strong kwenye dini, huwezi ukenda. Labda wanazuoni wanasema labda ikiwa yule mtu ana uwezo wa kwenda kuyasemea yale maovu, lakini kama huwezi kitu, unahisi aibu, imani yako inalegalega, basi ni bora kutokwenda kwenye sehemu zile kuliko kushiriki katika ile dhambi. Ikawa pale upo pana mnanda unalia, na hili ni kwa sababu Allah anasema waqad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum mithluhum inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'a. Allah ameshateremsha ndani ya kitabu cha Qur'ani ieleweke ya kwamba mkisikia aya za Allah zinafanyiwa istihzai, zinakufuriwa na kufanyiwa istihzai aya za Allah, ni watu kumwasi Allah. Sehemu ambayo watu wamekaa wanasengenya, wanapiga ngoma zilizoingia kwa kisingizio cha kasida za mnanda, hata kama kwamba tunazipenda, hata kama kwamba waliofanya ni watu wetu wa karibu. Allah ameshateremsha kwamba ukikaa na watu kama hao, basi ele na wewe utakuwa sawa sawa na hao. Na mwisho wa aya Allah anasema inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina jahannama jamia. Allah atawakusanya wanafiki na wale makafiri ndani ya jahannama wote. Ina maana wewe ukijikuta kwamba maeneo ambayo Allah kaharamisha usiende, wewe unakwenda, kwanza elewa kwa mujibu wa aya una chembe ya unafiki. Hilo moja. Na ndio maana Allah akachanganya wanafiki na makafiri, kwa sababu mnafiki katika Waislamu tu anaficha imani yake, ukweli wake. Unapomuona kijuju sivyo alivyo kiundani. Kwa ina maana hili nalo tumekatazwa. Kwa tunapofanya mashughuli yetu mbalimbali, iwe ya harusi, tuweze kufanya kwenye misingi iliyokuwa mizuri, huku tukiamini kwamba ni ibada, na ikiwa tutafanya katika misingi ya sheria ilivyotutaka, basi pia tutapata thawabu. Isiwe tumefanya sherehe lakini baada ya sherehe tumepata dhambi. Wanawake wanaenda uchi, wanajipamba na kuonyesha mapambo, jambo ambalo sheria haitaki, hata kama siku ya harusi. Si kisingizo, Allah haandiki dhambi kwa sababu ikiwa nje ya furaha,
hata we katika furaha. Kanuni ya Allah haiko kama katiba ya Tanzania. Jambo aliloliharamisha Allah litabakia kuwa ni haramu hata kama uko kwenye furaha yako. Kwa sababu hili wakikatazwa wanawake mara nyingi kusema basi hata katika siku za furaha. Ndiyo furaha, kama unaamini ni dini ile imewekwa taratibu furaha, lakini bila kuchupa mipaka, ndivyo utaratibu. Kwa hili tuwakumbushe, na tunalo jukumu kubwa wanaume juu ya kuwakumbusha wanawake. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wachunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya dhamana aliyopewa. Na jua hili hatoki mtu. Ukiwa kaka kwa ndugu zako ni mchunga, ukiwa baba kwa watoto wako na ndugu zako wanokuzunguka, kwa hili hatoki mtu. Kwa tukumbushane, haidhuru kwamba katika kuamrisha mema kuna changamoto mbalimbali. Unaweza ukatengwa, watu hawatokupenda, lakini hili lisikurejeshe nyuma katika kukemea uovu. Kwa usijisikie kwamba labda unyonge mtani panalia mnanda. Waambie kutaka na kutokutaka tena hiari yao. Kama utakuwa una uwezo wa kutumia, hadithi imesema mtu atakayeliona ovu aliondoshe hasa kwa mkono wake. Kama ana madaraka hayo, tujalie pengine ni kiongozi, sheha, ana uwezo wa kufanya hivyo. Inategemea nafasi ya mtu alio. Huwezi fa illam yastati' fa bilisani, kwa kulisemea kwa ulimi. Kama huwezi pia angalau huchukie, tunaambiwa hii ni Allahul iman, udhaifu zaidi katika iman. Kwa watukufu wa Islam, haya lazima tuyakemee, kwa sababu tusipoyakemea, kadri kizazi kinavyokuja huko mbele kitakuja kufanya mambo ya ajabu. Itakuja fika wakati zile janaeza zitakuja kuadishwa kwa mziki, na hili unaweza ukaliona kama kwamba haliwezekani, lakini kama utaangalia namna jamii inavyokwenda hivi sasa, hili ni rahisi kweli kweli. Na hili litaanza iwapo tutanyamazia kimya maovu ambayo yanafanyika ndani ya mitaa. Kwa tusishughulishwe ni baadhi ya watu ambao pengine watanuna, watakasirika. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakadhalika ja'alna likulli qaryatin akabira mujrimiha, au wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan lilmujrimin. Kama hivyo anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumefanya kwa kila nabii aliyepita, siku zote huwa anaonekana adui kwa wale waovu. Hawatompenda kwa sababu anayakemea yale mambo ambayo wanahisi kwa wao ni raha. Lakini hili lisitushughulishe. Ndiyo system ya ulimwengu, ndiyo mfumo wa dunia. Kwa tunazungumzana kwamba tukiwa na shughuli zetu zozote, tujitahidi mambo aliyoharamisha Allah, mambo ya miziki, mambo ya wanawake kuchanganyika ovyo, mambo ya kwenda maharusini hasa mitaa ya watu tukafanya vurugu, ikawa kama kwamba watu ambao vijana hatuna wazee, kama hatuna mafundisho yaliokuwa ya sahihi katika dini yetu, kama tuko kama wanyama vile hatuna sheria. Hili tuachane nalo. Na ni vizuri nyinyi wenyewe shughuli kama mtani mkasema, jamani nyinyi mnakuja kuoa, lakini ndani ya mtaa wetu hatutaki ngoma. Hili ni muhimu kulizungumza, na hili hasa wanatakiwa wazee wa mtaa lazima wawe na msimamo wa kuyakataza maovu kama hivi. Mnakuja kuoa, lakini mtaani petu hatutaki sisi maswali ya ngoma wala vurugu zisizo maana. Muambie kabisa kabla shughuli haijafanyika. Lakini ikiwa kwamba tutaliacha tuwe kazi ya mwalimu peke yake, na baadhi wale wanaume uliotarajia wenzako kuunga mkono ndio wanakwenda kukaa maskani wakakusema, wakana wao wana tabia kama za kike vile vile. Kwa sahili lina changamoto kama nilivyosema. Unaweza ukakataza yule si alikuwa waachie tu katika shughuli tu, leo sio furaha siku moja tu. Kwa watukufu wa Islam, katika hili tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Wanawake kweli wakaidi, lakini ikiwa wanaume kama ndani ya mtatuna msimamo wa pamoja, hawezi kulia mnani. Kwani mangapi tusiyoyataka hayafanyiki? Wewe tu nitoe mfano. Wewe kama ni baba ukenda nyumbani kwako, kama kuna kitu hukitaki, inawezekana hakifanyiki kwa sababu ya msimamo. Pengine hukupikiwa tu, utakuwa na msimamo na lazima napatapikwa japo na maneno. Sasa kweli ikiwa wanaume wazima ndani ya mtaa tuwe na msimamo. Na mara nyingine sasa kosa linalofanyika, wanaofanya vile kwenye mtaa wanawake sio pao. Na hili ambalo swali gumu wanajiuliza, wewe utakuwaje umeolewa kama mwanamke mtaani pa watu ujifanye una msimamo? Wewe mambo ambao uanzishe mambo wenyewe mtaa ule hawathubutu kufanya. Kwa hiyo tuambie sasa, jamani nyinyi mmeolewa, lakini lazima muda mumbu hapa mfuate taratibu zetu. Sio kufanya mnavyotaka, kwa sababu madhara taturejea sisi. Si nyinyi mkisha shughuli mnaondoka tu. Lazima tuwaeleze hivyo.
Tukishindwa hivyo, tutajikutia kwamba sote tunaingia katika makosa, si wanaoswali, si wanaofanya chochote, tuko sote katika ni wakosefu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo jambo la pili, ikhwatul muslimun. Jambo jingine ambalo tunalikusudia katika leo hii pia kulizindua katika vipengele maalum, kwa sababu hii inaitwa khutba maalum. Kuna wakati khutba inalenga kwenye mada maalum, tujalie shirki tu. Kuna wakati khutba inakulenga vitu zaidi ya kimoja, vitu maalum. Kwa hii ni khutba ambayo inalenga baadhi ya nukta muhimu katika jamii, zile ambavyo vipengele ambavyo vinaonekana kama vya kawaida na tumeghafilika navyo, tunazinduana ili tuweze kufanya mabadiliko yale kwa mazuri kabisa. Jambo jingine, makosa ambayo yanajitokeza ni kosa katika mwanamke ambaye anakaa eda ya kufiliwa, tunaita kizuka. Baadhi ya mitaa bado watu kuna zile al-aadatul fasida, mila na desturi ambazo zenye za ufisadi. Sije anyweshwe maji ya dafu, sije afanywe nini, sije apakwe tope na mambo mbalimbali ya kishirikina. Hili bado lipo baadhi ya mitaa ya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Kwa tunalisemea kwamba kilichowajibu kwa mwanamke aliyefiliwa na mumewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda kwenye mimbari ya Jumaa kama hivyo akasema, la yahillu limra'atin, ieleweke si halali kwa mwanamke yote, tu'minu billahi wal yawmil akhir, aniamini kwa Allah na siku ya mwisho kuwa ipo na atakuja kulipwa kwa anachokifanya. Ndio maana yake antahidda ala almayit, kukaa kizuka pale mamsiwa kwa maiti, isokuwa hadithi imesema isokuwa kwa yule ambaye kizuka kwa eda ya kufiliwa ikiwa hana mimba ni miezi 4 na siku 10. Ina maana katika hapa kuna vitu ambavyo yule ale katika eda ya kufiliwa hataki kuvifanya. Hivi vinajulikana, hatuwezi tukavijua pengine mpaka tuingie katika sheria tusome. Sasa mimi ninachokusudia kusema, kuna mambo ya kimila tuliyozoea tangu zamani, yale niliyosema, sijasikoge siku 7, siji nini, na mambo tele tunayajua wenyewe. Kila sehemu wanatofautiana na mambo haya ambayo yako kinyume kabisa na mafundisho ya Uislamu. Haya hatutaki kuyafanya, hata kama kwamba itakuwa tunazipenda mila muslimin. Sinabudi kukuhusieni kama ilivyowajibu kuihusia nafsi yangu juu swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huku tukiwa maudhui yetu kama unavyokumbuka ni maudhui ya vipengele maalum ambavyo vimejificha katika jamii vikionekana kama vitu vya kawaida, na tayari tumeshavielekeza kwa kadiri ya uwezo aliotuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lililowajibu kwetu sisi ni kuweza kufanyia kazi. Kwa hiyo kama tuna swali la mwisho kama alivyomalizia maswali ya mila mbalimbali Uislamu ambazo umezikataza, maana si tatizo mila, ikiwa inaendana na Uislamu haina tatizo, lakini ikiwa iko kinyume na Uislamu hilo haulitaki. Na zipo mila mbalimbali, leo si maudhui maalum ya kuzigusa, zipo mila ambazo mpaka sasa baadhi ya jamii bado hawataki kuziacha, ikiwemo mila ya uganga. Baadhi ya mitaa alhamdulillah imepungua, baadhi ya sehemu bado wanazingangania wakihisi kama ni mambo ya kawaida, kumbe ni mambo makubwa ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo huleta matatizo katika mtaa bali katika nchi nzima kabisa. Maashara almuslimin, jambo la mwisho kwa leo hii ambalo tumekusudia kukumbushana, swali zima la tashyi'ul janazati ala wajhin ghairi shar'i, swali zima la kuishindikiza janaza kwa njia isiyokuwa ya kisheria. Watukufu wa Islam, kama alivyotangulia kusema kwamba mambo yetu yote sisi tumeshaelekezwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam yafanywe vipi. Tatizo ni sisi tu wenyewe, tatizo ni sisi. Siku moja niliona gari imeandikwa tatizo ni wewe, kwa tatizo ni mimi, tatizo ni wewe. Hatujataka kuyafuatilia haya maswali. Leo katika ufuataji wa janaza, sunna ninachokusudia kusema kwamba janaza ikisha saliwa msikitini, basi iharakishwe kuweza kupelekwa kwenye malaloni. Sasa ninachokusudia kusema kwamba janaza ikitolewa msikitini tu inyanyuliwe juu moja kwa moja ipelekwe, sio watu kupanga safu ja vile wanapokea mheshimiwa. Hili ndiyo kosa lililoenea kwenye mitaa mingi sana. Janaza inapotolewa watu utaona kwanza wanapanga safu, muda wa kuwa pengine washafika mbele huko mpaka kwanza. Na tuelewe kwamba kwa sababu hakuna suna ya kugusa janaza, kuna suna ya kufuata janaza. Tena zimethibiti hadithi mbalimbali, suna bora ni kufuata kwa wale wanafuata nyuma, lakini mbele, kuliani, kushotoni. Isipokuwa tu wanafikhi wanasema kwa mtu ambaye yuko kwenye kipando pengine kwenye Vespa, yeye hasa anatakiwa afuate nyuma janaza, ikiwezekana saende kwa miguu, lakini ikiwa haina budi uzuri afuate nyuma.
Lakini leo hii tukipokea jeneza tu kutoka msikitini tayari watu wameshapanga safu kama wanapokea mheshimiwa. Si huu tunasema si utaratibu. Hakuna suna ya kugusa jeneza, kuna suna ya kufuata jeneza. Kwa walioko pale wapokee mbele safari, sio tena muda mzima dakika 10 watu wamepanga safu. Hili ni kosa. Lakini vile vile pia swali jingine, baadhi ya mitaa bado mna utamaduni wa kwamba siku ya mazishi ima jeneza likiwekwa watu pale wanafuata jeneza kwa sauti kubwa eti kwa kisingizio cha dhikri. Hili tunalisema mara nyingi katika hutuba ya Ijumaa. Dini ifuatwe tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si tunavyotaka sisi wenyewe ili tupate malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatuambia la tutba'ul janazatu bisautin wala nar, jeneza halifuati kwa sauti wala moto. Wanafiki walipoisherehesha hii hadithi sawa wanasema la bidhikrin wala biqiraati alquran, si kwa kuleta dhikri. Kuleta dhikri kwa siri mwenyewe inakubalika, lakini masuala ya kunyanyua sauti tena au watu kwenda kuidhikiria jeneza huku watu pengine wanasalia ndo dua kuu, wengine wako huko wanarukaruka kama kwamba hakuelekezwa taratibu ya dhikri iko vipi kisheria. Hili tunalisemea baadhi ya mitali inaonekana limo na tatizo sugu, na ukilisemea unaonekana mbaya sana. Lakini tunasema kwamba dini tuifuate ilivyotuelekeza, tusifanye vyetu kwa matashi ya nafsi zetu. Kwa baadhi ya mitaa unaweza ukakuta mpaka wanawake wamekaa uwanjani, tena sauti wanabota pale viguu eti kwa kisingizio cha dhikri. Lipo baadhi ya mitaa yetu, na hili hatuna pengine pa kulisemea isipokuwa tulieleze katika hutuba za Ijumaa utaratibu uliokuwa ni sahihi. Kama wewe ni hodari tena kuleta inga sunna, unyamaze kimya, ufikirie lililompata mwenzako, kwa sababu ujue huyu inkana mahmulan fa'lam annaka mahmul. Ikiwa leo huyu kabeba, elewa nawe kuna siku utabeba. Tadabbur, hii ndiyo sunna, na ndivyo walivyokuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo sisi tunafanya vipi? Ijapokuwa swali hili mara nyingine linapewa kipaumbele ni baadhi ya walimu, lakini tunasema si kila anachokizungumza kila mwalimu kuwa ni sahihi. Imamu Malik siku moja alizungumza katika msikiti wa Mtume, sasa watu wote wanaweza kukosea isipokuwa bwana akaburia, akimaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa si kila alichokizungumza mwalimu kuwa ni sahihi. Mara nyingi inawezekana na matamanio nafsi na mwenyewe kwenye ule ushabiki wa jambo niko aliko. Kwa dini Scott inataka ifuate sheria imeeleza vipi, si hoja akasema nani, si hoja akafanya nani. Kwa watukufu wa Islamu, hili tunalizindua kwamba jeneza ikitolewa tukisha saliwa inuliwe juu ipelekwe moja kwa moja, sio kupanga safu nje ya vile watu wanapokea mheshimiwa. Lakini vile vile watu waifuate ikiwezekana kimya, huku akileta mazingatio juu ambayo amemkuta mwenzao alikuwa na shughuli zake zimekatika ghafla dakika 2. Wewe ambaye ukehajifunze kupitia tukio la mwenzako, si sehemu tena ya kurukaruka, ya kucheza cheza tena huko unachuna meno. Hili haliingiliki akili. Hata ambaye hajasoma dini akiliona tu anajua hichi si kitu kizuri, kwa sababu ni kama kwamba tafsiri yake ni kusherehekea msiba. Alafu jambo jingine, tunapozika mara nyingine unaweza kusikia takbira ya Eid kwenye maziko. Watukufu wa Islam, tuelewe kwamba tufate dini ilivyotuelekeza. Baada bismillahi ala millati rasulillah au bismillahi ala sunnati rasulillah, kwa sababu hadithi zote mbili zipo. Unaweza kwa sababu wale ambao wanamuingiza maiti kwenye mandani bismillahi ala sunnati rasulillah, hadithi sahihi, na bismillahi ala sunnati rasulillah. Tena maswali ya kuleta takbira ya Eid kama kwamba sisi tuko kwenye furaha, hili halitakiwi. Na bahati mbaya Waislamu hatutaki kusoma. Akishaanza tu mtu kaona sete na tunaitikia, ni kwa sababu kwamba tunasukuma. Na ukiyazungumza haya yanaonekana kama ni maswali ambayo mapya mageni. Kwa watukufu wa Islamu, Uislamu umeshakamilika, umetuelekeza kwa ukamilifu lipi ambalo sahihi, lipi ambalo si sahihi. Cha msingi tukaeni madarasani tusomeni, na bora mtu kama kitu kijibora kuuliza kuliko kufuata kibubusa bubusa. Ya Rabbi, ziingize na saa hizi kwenye nyoyo zetu na uturuzuku kuzifanyia kazi kivitendo kabisa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi warda Allahumma an Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhi-n-Nurayn az-Zaki وعلي الوفي الرضي وعن ستة الباقي. اللهم اصلح ولاة المسلمين في كل مكان ووفقهم إلى العدل وجنبهم الجور والظلم
والفسوق والعصيان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبعد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وعين العائنين. اللهم إننا نعوذ بك من كل عدو يريد الشر بنا ويضمر لنا كل سوء. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.